Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Naam, ndugu zangu wasikilizaji na watazamaji, tunarudi tena katika kipindi chetu Uislamu ni dini ya kweli. Nataka niwarudishe nyuma kidogo. Niwakumbushe kwamba tulisema ya kwamba Uislamu ni dini ambayo inaambatana maelezo yake, mafundisho yake, tabia zake za dini ya Uislamu, mafundisho yote na maelekezo utayakuta yanaambatana na akili timamu. Ukiyaingiza katikati, ukisoma aya au hadithi, ukiziweka kwenye akili timamu, utakuta kabisa hauna shaka yoyote, kama anavyosema Mwenyezi Mungu katika Qur'an, suratul Baqara, sura ya 2, katika aya za mwanzo. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia, dhalika alkitab, hicho ni kitabu, la raiba fihi hudan lilmuttaqin, hicho ni kitabu ambacho hakina shaka ndani yake. Kwa nini hakina shaka? Ni kwamba yale maneno, yale mambo, zile aya, yale mafundisho yaliyomo ndani ya kitabu hicho, ukiyaweka akilini utayakuta sawa sawa kabisa, yanaeleweka. Huwezi hata ukauliza, huwezi ukapata msukosuko wa kufahamu. La, kwa sababu ni maneno, ni mafundisho, ni maandiko kutoka kwa Mola wetu. Kwa hiyo Mola wetu, muumbaji wetu, hutaka sisi tufanye mambo ya kumjua kweli, tukitumia akili timamu, kujifunza, kusoma, kuelewa, kupata elimu, kumjua Mola wetu vilivyo. Sasa Uislamu hutufundisha elimu, bali Uislamu hutuambia kwamba hakuna jambo lolote hukubaliwi. Yani Uislamu unaanzisha elimu kabla ya kitu chochote. Kabla hujasema, kabla hujafanya, kwanza uwe na elimu, uwe na ujuzi kwa jambo hilo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Muhammad aya 19, Allah subhanahu wa ta'ala husema, fa'lam annahu la ilaha illa huwa wastaghfir lidhanbik. Fa'lam, ameanza na elimu. Jua ya kwamba, fahamu ya kwamba, amini ya kwamba, huwezi ukaamini jambo ambalo hulijui. Huwezi kuamini jambo ambalo hulijui, na huwezi kujua jambo ila ujifunze. Lazima ujifunze, ufahamu jambo hilo. Na ndiyo sababu watu wa zamani, watu wa mbele huko, walikuwa wakisema kwamba waweza ukajuaje au waweza ukakataje jambo ambalo hulifahamu, au ukapenda jambo ambalo hulifahamu? Hiyo haiwezekani. Unakataa jambo ambalo unalifahamu vizuri, ulipenda jambo kwa sababu unalifahamu vizuri. Kwa hiyo mwanzo wa kila jambo ni elimu. Mwenyezi Mungu anakuambia fa'lam, unataka
Wataka kununua gari? Mwanzo ya kununua gari, jifunze kwanza kuendesha gari. Unataka kufanya biashara? Jifunze kwanza namna ya kufanya biashara. Wewe chukua jambo lolote lile katika uhai wa binadamu ambalo uniambie kwamba uone kamba kuna jambo ambalo laweza likafanyika na likatengamaa bila ujuzi. Utalikuta wapi? Kujenga nyumba? Haiwezekani. Kujenga nyumba lazima kuweko na fundi. Na fundi kuwa fundi lazima awe na ujuzi. Amesoma. Hakuna jambo katika uhai wa mwanadamu pasipo ujuzi. Sasa kama haya mambo ya uhai wetu ya kawaida haya yataki ujuzi, ina maana mambo ya akhera ya kupata pepo, ya kufanikiwa duniani na akhera, ndiyo zaidi yatakiwa kuwa na elimu ya zaidi. Na Uislamu huyupa muhimu sana dini ya Uislamu, yaani kuyajua maelezo na mafundisho ya Uislamu ndiyo elimu kubwa. Hapa Mwenyezi Mungu anakuambia fa'lamu, yajua kwamba annahu la ilaha illa huwa. Subhanallah. Elimu ya kwanza ambayo ndi kubwa kuliko elimu zote, elimu ya kwanza ambaye ndiye kubwa kuliko zote, bal elimu ya muhimu ambayo ndiyo zito kwa mwanadamu kuliko zote, ya kwanza kabisa ni kumuelewa Mola wako, ni kumuelewa muumbaji wako, ni kumuelewa katika aina nyingi za kumuelewa. Ya kwanza ni kumuelewa na kumuamini ya kwamba yeye Mungu yupo. La kwanza kabisa, kwa sababu kuna watu ambao hawaamini kwamba Mungu yupo. Sawa, ni ujinga. Sijui kama ni hilo jambo nalitumia kwa Kiswahili ambacho labda si kizuri, sijui. Yaani kama mtu hana elimu anakuwa nini? Kwa hiyo mtu anayekataa, mwanadamu anayekataa Mungu kwamba Mungu hayupo, sasa sijui atakuwa, sitaki kutumia maneno labda ambayo yanaweza yakasikilizika vibaya, lakini ni kwamba mtu ambaye hana ujuzi ndiye ambaye hakubali kwamba Mungu yupo. Na hii ni hasara kubwa sana, ni hasara kubwa sana ya huyu mwanadamu, akiwa kabisa akilini mwake hajui, hakubali ya kwamba kuna Mungu, basi huyu anakuwa yani hata akili haina maana kuwa nayo. Sasa kwa hiyo Mwenyezi Mungu anakuambia kwamba fa'lamu, ni lazima ewe kiumbaji, ewe mwanadamu aliyeumbwa na Mola wako, ni lazima ujue, ufahamu ya kwamba annahu la ilaha illa huwa, kwamba hakuna mola, hakuna Mungu apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mungu mmoja tu, ambaye ni Allah. Kwa hiyo jua ya kwamba la kwanza, ujuzi wa kwanza, elimu ya kwanza kabisa ambaye ndiye elimu nzito kuliko zingine, ni kumjua Mwenyezi Mungu, ukamwepusha na mambo mengine ambayo wanamfananisha. Usije ukapata ushawishi kwamba miungu wanaweza wakawa wawili au watatu katika Mungu mmoja. Amna, Mungu ni mmoja pekee, Allah. Yafahamu hiyo. Elimu ya kwanza ni kufahamu kwamba Mola wako ni mmoja tu, ambaye ni Allah.
hana mtoto, hana mshirika, hana mwanzo wala mwisho. Kuyajua hayo ni lazima. Hiyo elimu lazima uwe nayo mwanadamu, ndiyo itakaye kufaa hapa duniani na kaburini na kesho mbele ya Mwenyezi Mungu. Anachokitaka ni wewe kumjua tu kwamba ni yeye pekee. Hana mshirika katika mambo yote. Hana mshirika katika mambo anayojifanyia mwenyewe. Hana mshirika katika majina yake. Hana mshirika katika sifa zake. Hana mshirika katika mambo wanadamu katika kuabudiwa, hana mshirika. Anataka uyajue hayo. Ni yeye ambaye anapasha kuabudiwa, yeye pekee. Baada ya hapo, ukimaliza kuyajua hapo, basi fatisha jambo la kufanya nini? Wastaghfir li dhambik. Basi kaombe msamaha, kafanye tauba, nyenyekea kwa Mola wako, muombe msamaha, kwa sababu ulikuwa ukiishi katika uhai ambayo hauna elimu, uyafanya mambo ambayo hayastahiki kufanyika. Kwa nini? Kwa sababu ulikuwa hujui, lakini unapaswa ujue. Kwa hiyo elimu ni jambo kubwa sana, tena elimu kubwa ya kwanza kabisa ambayo tunaiongelea hapa na Uislamu unaiongelea ni elimu ya kwanza ya kumjua Mungu. Sasa Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Mwenyezi Mungu amrehemu, alisema jambo kubwa hapa katika elimu. Katika kitabu chake kauchukua mlango kabisa, yani babu katika kitabu chake kachukua mlango, yani kachukua pati ya kitabu chake akakiita, kaongelea kwenye elimu peke yake. Akasema babun, mlango au kipande katika kitabu changu, al-ilmu, ujuzi, elimu, kabla al-qawl wal-amal. Kabla hujaongea, kabla hujasema, kabla hujatamka lolote, na kabla hujafanya jambo, kuwa na elimu nalo. Kwa hiyo elimu ni jambo zito sana katika uhai wa mwanadamu. Ukitaka kuipata akhera, lazima uwe na elimu. Ukitaka kuipata dunia, lazima uwe na elimu. Kwa hiyo uhai wako wote unahitaji elimu. Sasa tukishaona kwamba elimu inahitajika, ni jambo kubwa katika uhai wetu, lazima tukae twajua kwamba hakuna anayeweza kuhimiza, hakuna ambaye anayeweza kusikitiza na kuamrisha isipokuwa Uislamu. Ndiyo dini ya kwanza inayohimiza mwanadamu na kumshaje na kumtumia ili apate elimu kwa kila aina. Elimu zinagawanyika. Kuna ambazo ni elimu za wajibu, ni lazima ziwepo. Ziwe ni elimu ambazo ni za kiimani, au elimu ziwe ni za upande wa maisha ya dunia. Zinakuwa hizi elimu ni wajibu ziwepo, zijulikane, kuweko na watu ambao wanazijua. Na kuna elimu zingine zikiwepo sawa, zitakapo kuwepo hamna shida. Elimu ya kwanza ni elimu ya dini. Na katika elimu ya dini na yenyewe hugawanyika tena katika namna mbili. Kuna elimu ya wajibu, ya lazima kila mtu, mme au mke, awe anaijua. Yoyote yule, hakuna anayeruhusiwa kukaa bila elimu hiyo. Si Mwenyezi Mungu ametuamrisha huku,
fa'lamu annahu la ilaha illa hu, jua ya kwamba hakusiye mola, hakuna mola pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye Allah. Sababu ya hapo kwa hiyo akaanza na elimu pale. Sasa hii elimu, kuna katika elimu ya dini yatakiwa hii elimu hakuna ambaye anaye ruhusa ya kukaa bila kuwa nayo. Elimu ya kumjua Mwenyezi Mungu, elimu ya akida, elimu ya tauhid. Hii elimu mwanamume au mwanamke lazima awe anaijua, kila mmoja, sio kwamba mmoja akijua mwingine ajua, la, kila mmoja lazima aijue hii elimu, ni lazima. Ambaye haifahamu basi itakuwa ni hasara kwake. Elimu ya pili ni elimu ya ibadati, kuzijua ibada. Kama wewe unasali, ni Muislamu, unatakiwa usali. Utasali vipi bila kujua swala yako? Bila kujua vitu ambavyo unatakiwa ufanye kama umefika wakati wa kusali? Utasali vipi bila kujua vitu ambavyo vinaharibu swala? Je, nani unataka kujulie? Kwa sababu swala ni yako, swala ambayo utasali ni yako. Kwa hiyo nani atakujulia swala yako hiyo? Hakuna. Kwa hiyo ni lazima uijue hii swala. Funga ni yako. Sasa utajua, lazima ujue mambo ambayo unatakiwa uyatimize ili funga yako ikubaliwe. Ufunge funga yako ambayo inakubaliwa. Kwa hiyo tumeona umuhimu wa elimu na tukaona dalili zake. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atupe elimu yenye manufaa, atufundishe dini yake, atupe kuijua na kufanya vitendo katika kupata elimu yake. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.